Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Aza Hilal Hamad, mbunge wa Itwangi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea na mazungumzo na serikali ya India ili kupata kibali cha kuendelea kutumia fedha kiasi cha dola za Marekani milioni 6.9 zilizobaki kwenye mkopo nafuu wa dola za Marekani milioni 268.35 kwa ajili ya kutekeleza mradi wa usambazaji wa maji katika miji ya Tinde na Shelui sambamba na vijiji 18 vya wilaya ya Shinyanga pamoja na Ilamba. Kwa sasa hatua iliyofikiwa na serikali imeshawasilisha ombi maalum kwa serikali ya India mwezi Januari 2026 baada ya kusitishwa kwa matumizi ya mkopo huo. Ni mategemeo ya serikali kuwa taratibu za kuruhusu matumizi ya fedha hizo yatakamilika na wakandarasi kupatikana kabla ya kwisha kwa mwaka huu wa fedha 25-26. Mheshimiwa Naibu Spika, aidha katika mpango wa muda mfupi, wizara itaunda timu ya wataalamu ambayo itafanya tathmini katika jimbo la Itwangi ili kubaini na kuwezesha vijiji vyote vilivyo karibu na mtandao ama matoleo ya maji vinasogezewa huduma. Mheshimiwa Emmanuel Cherani, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, mimi naomba nishukuru serikali kwa majibu mazuri, lakini na maswali mawili ya nyongeza. Je, serikali ipo tayari sasa kuleta timu ya wataalamu mara baada ya mkutano mkuu huu wa Bunge? Lakini pia swali la pili, serikali ipo tayari kutumia sasa mradi wa Bukene pamoja na mradi wa Isemela ambao bado unatekelezwa kuweza kufikisha huduma ya maji katika vijiji vya Zobogo, Tinde, Nuru pamoja na Igulamia? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali ya nyongeza kama ifuatavyo. Kwanza kabisa, serikali iko tayari na kama nilivyojibu katika swali la msingi, wizara inatarajia kuunda timu ambayo itaenda kule Itwangi na kwenda kufanya tathmini na kujiridhisha na hali halisi ya huduma ya upatikanaji wa maji. Mheshimiwa Naibu Spika, Itwangi katika miradi 3714 ambayo serikali iligharimu takriban trilioni 1.8, ndani ya Itwangi kulikuwa na miradi 9 iliyokamilika yenye gharama ya bilioni 12.7. Mheshimiwa Naibu Spika, ndani ya jimbo hili tunayo miradi inayoendelea miwili ambayo ina gharama ya bilioni 8.9, ikiwemo na kuhakikisha kwamba vijiji vilivyobaki katika eneo hilo ni vijiji 14 tu ambavyo vimebaki bila kuwa na huduma ya maji. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba eneo la Tinde pamoja Didia pamoja na Samue yote yataingizwa katika utaratibu wa kupata huduma ya maji safi na salama. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Arif Suleiman Premji, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri, serikali iliahidi kuboresha miundombinu ya maji kwa kuwajengea tenki ya lita milioni 1 kijiji cha Likonde kata ya Mayanga. Na ahadi hiyo ilitolewa tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2022 ambayo itaenda kuwasaidia wakazi zaidi ya 24,000. Je, ahadi hiyo itatekelezwa lini? Na ninaomba nisisitize neno lini. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, samahani kidogo, naomba kujua ni jimbo gani? Mheshimiwa mbunge, jimbo gani tena? Mheshimiwa Waziri, ni jimbo la Mtwara vijijini. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea kutekeleza miradi nchini kote, na Mheshimiwa Naibu Spika, nchi yetu ina vijiji takribani 12,000. Utekelezaji wa miradi ni vijiji 1575 tu ambavyo vimebaki kutofikishiwa huduma rasmi ya maji. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, nimtoe hofu Mheshimiwa mbunge, eneo hilo tunalichukua likiwemo ndani ya miradi 878 ambayo haijakamilika yenye gharama ya bilioni 1 yenye gharama ya trilioni 1.3. Tunaamini kwamba miradi hii itakapokamilika yote kwa ujumla na eneo ambalo Mheshimiwa mbunge ameliongelea basi litakuwa limekamilika katika utekelezaji huo. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Festo Sanga, swala nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, utakubaliana na mimi kuna miradi miwili Makete ambayo mlisaini takriban miaka 4 imepita. Miradi hii haijaendelea. Mradi wa Usalimwani Mfumbi, Kidope, Madihani imesimama hadi sasa hizi.
kwa kuzingatia utendaji wako wewe, katibu mkuu wa Wizara ya Maji na waziri wako, mnafanya kazi vizuri sana. Ni ipi lugha ya matumaini kwa wananchi wa Makete ili waweze kupata maji kwenye miradi hii miwili? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la kakaangu Festo Sanga kama ifuatavyo. Ni kweli kabisa, tunakiri kwamba kumekuwepo na changamoto katika utekelezaji wa miradi hii miwili, lakini serikali sasa imeshaweka mkakati maalum wa kuhakikisha kwamba tunaenda kumrejesha mkandarasi ambaye alikuwa ameshaondoka, alikuwa ameshasitisha utekelezaji wa mradi, na sasa madai yake tayari serikali imeyafanyia kazi na atarudi site na ataendelea kufanya kazi ili mradi ukamilike kwa wakati. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Injinia Kija Ntemi, swala nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi kwanza nianze na kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ametuletea maji katika mji wa Katoro, akiyatoa eneo moja linaloitwa Chankorongo. Tangu dunia iumbwe hayajawahi kufika Katoro, lakini sasa yamefika Katoro kwa gharama ya shilingi bilioni 8. Mheshimiwa Naibu Waziri, na nataka kufahamu maji yameshaletwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Je, ni lini sasa serikali itakuja kusambaza maji haya ili wananchi waweze kunufaika na maji, kuliko kubaki tu na historia ya kwamba maji yamefika Katoro na hajasambazwa? Lakini Mheshimiwa Waziri, pia nikuombe Mheshimiwa Mbunge, swala nyongeza ni moja. Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Ntemi Kija, mbunge wa Katoro. Hakika ameanza kazi yake vizuri na anafanya kazi nzuri. Mheshimiwa Naibu Spika, cha kwanza tunachohitaji katika utekelezaji wa miradi hii ni kupata ama kubainisha chanzo cha maji, na baada ya hapo kujenga miundombinu, manake transmission line main, lakini baada ya hapo sasa tunakuja kwenye usambazaji. Kwa hiyo nimtoe hofu, kwa sababu kazi ya kupata chanzo imekamilika, kazi ya kujenga miundombinu ya kufikisha maji katika eneo la Katoro imekamilika. Sasa kazi iliyobaki ni ndogo sana kwa serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Usambazaji wa maji katika mji wa Katoro unaenda kufanyika kwa haraka sana. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante. Tunaendelea. Mheshimiwa Isaac Joseph Kopriano, mbunge wa Monduli, hasa ulizo swali lake. Je, lini serikali itapeleka fedha ili kukamilisha mradi wa maji wa vijiji 13 vya jimbo la Monduli? Juu ya swali langu namba 78 yenye kusubiriwa na wananchi wa Monduli. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Isaac Joseph Kopriano, mbunge wa jimbo la Monduli kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea na awamu ya kwanza ya upanuzi wa skimu ya maji ya jiji la Arusha kutoka eneo la Ngaramtoni kwenda vijiji 13 vya Nanja, Mti Mmoja, Alikalia, Alikatan, Lepulko, Engaloji, Losimingoli, Lashaine, Meserani Juu, Meserani Bwawani, Engolika, Engolirodi T na Nalalami kwa wilaya ya Monduli mkoani Arusha. Kazi zilizotekelezwa kwa mradi huo ni pamoja na ulazaji wa mabomba umbali wa kilomita 61.5, ujenzi wa tenki moja lenye uwezo wa kuhifadhi maji lita 500,000, ujenzi wa mbauti 2 za kunyweshea mifugo sambamba na ujenzi wa vituo 16 vya kuchotea maji. Mheshimiwa Naibu Spika, utekelezaji wa mradi huo umefikia wastani wa 15%, ambapo kwa mujibu wa mkataba unatarajiwa kukamilika mwezi Disemba 2026 na unatarajiwa kunufaisha wananchi wapatao 34,000. Aidha, dhamira ya serikali ni kuhakikisha utekelezaji wa mradi huo unakamilika ili uweze kutoa huduma iliyokusudiwa kwa wananchi, na itahakikisha fedha zinapelekwa kadri zinavyopatikana. Mheshimiwa Isaac Joseph Kopriano, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru sana kwa majibu mazuri ya serikali, lakini nina maswali madogo ya nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, unajua fika wilaya ya Monduli kwa sasa ni kame, na ukizingatia mabwawa yote yamekwisha maji na wananchi wa Monduli wanapata maji Arusha. Je, uoni sasa ni wakati mwafaka wa serikali kuiangalia Monduli kwa jicho la huruma ili wananchi wale wapate huduma ya maji? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la nyongeza moja la Mheshimiwa Isaac Joseph. Kwanza nimpongeze sana kakaangu. Nilifanya ziara katika jimbo la Monduli mwaka jana na mwaka juzi akiwa diwani
na tuliweza kutembelea miradi mingi ikiwemo na bwawa lililokuwa linajengwa, na tukachukua hatua kwa wakandarasi ambao walikuwa wanaleta uzembe katika utekelezaji wa miradi ndani ya Monduli. Lakini pia upatikanaji wa huduma maji katika wilaya ya Monduli na jimbo la Monduli ni 77% mpaka sasa, ambapo miradi zaidi ya 5 imekamilika yenye gharama ya bilioni 3.4, na kuna miradi mingine inayoendelea takriban 10 yenye gharama ya bilioni 41 ambao Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alituelekeza Wizara ya Maji kuhakikisha kwamba tunazipeleka Monduli. Na huu mradi ambao unaendelea sasa ambao umefikia 15% wenye gharama ya bilioni 20.3. Kwa hiyo tunaamini kabisa katika uwekezaji huu ndani ya jimbo la Monduli, miradi hii itakapokamilika, uongezeko la upatikanaji wa huduma maji kwa wananchi wa Monduli halitokuwa na changamoto yoyote. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Sara Msafiri, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kunipa nafasi hii kuuliza swali la nyongeza. Jimbo la Mvomero lina miradi 6 ya maji inayoendelea, imekuwa ikisuasua kutokana na changamoto za kifedha, ikiwemo mradi wa maji wa Tandali Omboza na mradi wa Dakawa. Je, lini serikali itapeleka fedha ili hii miradi 6 ikamilike kwa wakati na wananchi waweze kupata huduma? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana. Napenda kujibu swali la nyongeza la dada yangu Mheshimiwa Sara Msafiri, mbunge wa Mvomero kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, nilifanya ziara kwenye jimbo la Mvomero na mradi huu wa Dakawa pamoja na Tandale ni kweli kabisa kwamba ni mkombozi kwa wananchi wa Mvomero utakapokamilika, lakini kati ya miradi ambayo 878 inaendelea yenye gharama ya trilioni 1.3 na hii miradi iko humu. Lakini nimtoe hofu Mheshimiwa mbunge, maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha miradi viporo vyote vinaisha ili wananchi waweze kuona matokeo na maji yatoke kwa ajili ya matumizi ya maji safi na salama. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Joshua Nassari, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru. Na mimi nitumie nafasi hii kuipongeza kwanza Wizara ya Maji kwa kazi nzuri ambayo wamekuwa wakifanya kwenye majimbo yetu huko. Lakini swali moja tu la nyongeza Mheshimiwa Naibu Spika. Mradi ya maji ya Uwiro pale Rumeru pamoja na mradi mkubwa wa maji wa Embaseni Katiti pale Rumeru, ni lini serikali itapeleka fedha ili wakandarasi waweze kurudi site na miradi hii iweze kuendelea, kwa sababu tayari ilikwisha kuanza lakini imesimama? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Nassari, mbunge wa Rumeru kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, nipongeze sana Mheshimiwa Nassari kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya, lakini kubwa zaidi ushirikiano wake na Wizara ya Maji katika kubainisha changamoto zinazotokea katika jimbo lake, na sisi tunamhakikisha kwamba serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan itahakikisha inapeleka fedha ili kuhakikisha kwamba miradi hii inakamilika na iweze kutoa matokeo na wananchi waweze kuona maji kwenye bomba. Hatimaye sasa nchi yetu isiwe na tatizo la water stress. Kwa hiyo tunamhakikishia kwamba Mheshimiwa mbunge hilo tunaichukua kwa umakini sana. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Joseph Msukuma, swali nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Mradi wa maji ulioko katika kata ya Lwezera ni mradi ambao tegemezi kwa kata ya Kamwanga, Bugarama, Isura Butundwe, lakini mradi huu unasuasua sana ujenzi wake. Je, Mheshimiwa Waziri, uko tayari kwenda na mimi kuona huo mradi ili msukume pesa ukamilike? Mheshimiwa Naibu Waziri, jibu kwa ufupi. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Kasheku Msukuma kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli kabisa Mheshimiwa Kasheku Msukuma ameendelea kuwasiliana na Wizara ya Maji na ameendelea kuwasiliana na Mheshimiwa Waziri kuhakikisha kwamba tunachukua hatua katika mradi huu, na sasa kwa ombi lake hili mahususi kwa serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri niko tayari kuongozana na Mheshimiwa Msukuma kwenda katika jimbo lake. Na kwamba Mheshimiwa Chege, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kunipa nafasi na nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri, lakini na swali na nyongeza. Mheshimiwa Naibu Waziri, mradi wa maji wa miji 28 Rodi ya Tarime umesimama kwa muda mrefu, na utakubaliana na mimi mradi ule umekwenda kwa kusuasua sana kwa muda mrefu kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Je, lini serikali itapeleka fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa mradi huu? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Jafari Chege, mbunge wa Loria kama ifuatavyo. Ni kweli kabisa Mheshimiwa Naibu Spika, mradi huu wa kutoka Tarime Loria ambao mradi huu awali tuliutegemea pia ukatoe huduma maeneo ya Serengeti Mgumu kule,
ni kweli umesuasua, lakini wizara tumechukua hatua ya kukaa na wakandarasi wakati serikali ikiendelea kutafuta fedha mradi huu mkandarasi aendelee kutekeleza, ili lengo ni kwamba atakapokuwa na raise certificate basi serikali itaweza kumlipa kulingana na kazi atakayokuwa imeifanya. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya waheshimiwa wabunge. Tunaendelea Wizara ya Viwanda na Biashara. Mheshimiwa John Nchimbi, mbunge wa Nyasa, hasa ulizo swali lake. Je, serikali ina mpango gani wa kujenga kiwanda cha kukoboa kahawa Nyasa kama alivyoahidi Mheshimiwa